Bwana Yesu Kristo asifiwe. Mimi ni Pastor John. Namshukuru Mungu amenipa neema siku ya leo niweze kuzungumza na wewe kwa habari ya chapa za kishetani zilizopo nyuma ya nguo mbalimbali. Na andiko letu ambayo tutalitumia siku ya leo ni kitabu cha Sefania mlango wa 1 na mstari ule wa 8. Biblia inasema, nitawaadhibu wale wanaovaa mavazi ya kigeni. Tunaposema mavazi ya kigeni, ni mavazi ambayo yamebeba mihuri, alama na chapa kutoka kwenye ufalme wa giza. Sasa leo natamani nizungumze kwa habari ya nguo moja ambayo inaitwa Louis Vuitton, na hiyo alama yake ni LV. Na nguo hizi ninapozungumza ninazungumza pia kwa habari ya nguo za Gucci, naongelea kwa habari ya nguo za Puma, Nike na nguo zote maarufu ambazo unaziona wewe kwenye ulimwengu huu. Makampuni ya Dior, Balenciaga na makampuni mengine. Sasa ukiangalia hii logo ya Louis Vuitton ina L na V. Lakini katika upande huu mwingine unaiona alama ya Freemason ambayo inaitwa Freemasonry Compass. Hii alama ya Freemason. Sasa kwenye logo hii ya LV ya Louis Vuitton, hii hapa V igeuze, ndio tunaiona kwamba inageuka. Ukigeuza hii V kwenye logo hii ya Louis Vuitton hii, ukaigeuza hapa, unaona inafanana na V ambayo iko kwenye Freemason logo ambayo ipo huku upande wa njano na ya blue hapa. Na hii L ukigeuza unaiona kabisa inafanana kabisa na hii hapa L ambayo iko kwenye Freemason. Unaiona hii L iliyoko kwenye Louis Vuitton na hii V ukizigeuza inatokea hii alama hapa juu ya Freemason Compass. Sasa unapokuwa unatumia hii nguo moja kwa moja, ni nguo ambayo moja kwa moja ishawekewa maagano ya kishetani kutoka kwenye ufalme wa giza. Na unaiona hii nguo ina nembo ya Freemason nyuma yake. Maana yake ni kwamba ni nguo ambayo ishawekwa wakfu tayari kwa shetani. Sasa kama mwana wa Mungu ambaye unaishi kwenye injili ya utakatifu, unamtumikia Mungu, unatamani umtumikie Mungu vizuri, hii logo unapokuwa unaivaa, ulimwengu wa roho moja kwa moja unakuwa umeiuza nafsi yako kwa shetani, kwa sababu mwili wako ambao ni hekalu la Mungu unabeba alama za kishetani. Hii ni nguo moja tu ya Louis Vuitton ambayo tunaiona na hii alama, lakini ziko nguo nyingi. Ziko nguo nyingi zenye alama hii, lakini hii Louis Vuitton ni alama ambayo imekaa kwenye fumbo. Kama unaona hii alama ya Freemason iliyoko upande wa huku ambayo ina G katikati, unaona kuna V imegeuzwa. Alafu chini kuna kama lula ambayo ni L, lakini huyu jamaa kuna V ambayo ameiweka juu, lakini ukigeuza na hii R L ilivyokaa ni kama lula hivi. Kwa hiyo unakuta hii alama ni Freemason moja kwa moja, lakini imefichwa, imefungwa katika siri. Sasa kama mwana wa Mungu ukivaa hii nguo, ujue moja kwa moja adui anakuwa anaitamalaki nafsi yako. Usivae nguo zenye alama ya Lacoste, alama ya mamba. Huyo ni alama inamaanisha kwa habari ya mfalme wa kiburi Leviathan. Kuna nguo zingine zina tiki Nike, kuna alama nyingine ya Puma. Kuna nguo nyingi sana, zingine zinakuwa zina alama ya farasi, Apocalypse. Kwa hiyo kuwa makini sana na nguo. Sasa unaweza kuwa unaniuliza, Pastor, tuvae nini? Cha muhimu unachotakiwa kuwa nacho mtu wa Mungu, vaa nguo za kawaida. Vaa nguo ambazo sio maarufu. Vaa nguo za kawaida tu ambazo sio maarufu. Yaani unapoenda kununua nguo, epuka nguo zenye michoro, mfano nyota, dragoni, wanyama mfano simba au chui. Vaa nguo ambayo ni plain, haina mambo mengi. Tafuta zile nguo simple, kuwa kawaida. Yaani simplicity, tafuta
ukawaida katika nguo zile ambazo unakuwa unaenda kuzinunua, sababu ndani ya michoro, ndani ya majina kunakuwa na mafumbo ya kishetani na hizi alama za Freemason na mpinga Kristo. Kuna nguo zingine ni 666, kuna fumbo fulani zimewekwa. Kwa hiyo kuwa makini, nunua nguo tu za kawaida, nguo ambazo hazina majina, michoro, sio maarufu, chukua nguo za kawaida tu. Amen.